بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 8 mwezi wa Safar mwaka wa 1440, tuendelea na silsila ya durus za tashih al-ibadat, ikiwa tumeanza katika kikao kilichopita babu ma yujibu al-ghusl wa sifatuhu. وصوم شرح يا منهج السالكين أو تعليقات. tumeanza sababu ambazo zampelekea Muislamu kuwajibika kuoga janaba, au sababu ambazo atawajibika kwa sababu hizo Muislamu kuoga. Yaweza kuwa janaba, yaweza kuwa ni ghushb haid au nifas wa hakadha. Katika kikao kilichopita tulizungumzia yale yanayosababisha wajibu wa kuoga kwa Muislamu, na ikawa sababu ya kwanza ni aljanaba. kisha akaeleza Imam Saadi, wa hiya inzalul mani biwat'in au ghairihi. tukasoma maelezo yake. ثم قال رحمه الله: أو بالتقاء الختانين katika sababu zinazopelekea uwajibu wa kuoga janaba. iltiqa alkhitanain, kukutana kwa tupu mbili. نقرأ في التعليقات. قال البغوي رحمه الله: غسل الجنابة وجوبه بأحد أمرين. غسل يا جنابة wajibu wake ni kwa mojawapo wa sababu hizi mbili: imma biidkhali alhashafati fi alfarji au خروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة. gosho ya janaba itawajibika kwa mambo mawili: imma kwa kuingiza sehemu ya mbele ile ya dhakar ya mwanamume kumwingilia mkewe katika uke wake, au kwa kutokwa kwa manii, ile maji yanayotoka kwa nguvu, yani manii kutoka kwa mume au mke. alhashafa kama tutakavyoeleza huko mbele. والمراد به تغييب الحشفة في الفرج، فهذا هو الموجب سواء كان مختتنين أو غير ذلك، وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه. na makusudio ya kusema taghyib
alhashafa. Hashafa ni ile sehemu ya mbele ya tupu ya mwanamume. Kwa tukisema kuwa ikiingia ndani ya uke, hii ndiyo sababu inaopelekea kuwajibisha gosho ya janaba, iwe sawa wote wawili watakuwa wametairiwa au la, na iwe sawa ile sehemu iliyotairiwa itagusana na sehemu iliyotairiwa kwa mwanamke au la. Muhimu imeingia ndani. Wa amma idha massa alkhitanu alkhitana min ghairi ilajin, ama tupu mbili zikigusana bila ya kuingia tupu ya mwanamume ndani ya mwanamke, fala ghusla bilittifaq, katika hali kama hii haiwajibiki gosho ya janaba, na hii ni kwa ittifaqi ya wanavyuoni. Nafikiri imeeleweka. Kuna lugha nyingine sijui nitumie vipi, naogopa nitumie lugha iwe haitopendeza, lakini nafikiri naeleweka inshallah. Kisha tukanukuu maneno ya Imam an-Nawawi, ingawa katika uchapishaji hapa naona kama kuna tofauti kidogo na maneno ya Imam an-Nawawi, nikanukuu tena, mtayasoma. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة. معنى يا حديث، anataja hadithi ile zamana yake kuwa kuwajibika kuoga janaba hakusimami katika kutokwa na manii peke yake. Bimaana yawezekana mume kumuingilia mke wake kisha asitokwe na manii. Amemuingilia, kwa mfano ikatokea sababu akatoka bila yeye kutokwa na manii, haijamaanisha kuwa haijawajibika kwake yeye kuoga janaba. Maadamu ameingia, itakuwa ni wajibu juu yake mume na mke kuoga janaba. Bal mata ghabat alhashafatu fil farji wajaba alghusl, wakati wowote kile kichwa cha dhakar kikiingia ndani ya ule uke, itakuwa imewajibika tayari kuoga janaba, ala rajuli wal mar'a, kwa mume na mke, hata kama hakukutokea kutokwa kwa manii. Wa hadha la khilafa fihi alyawm, na hili jambo halina ikhtilaf baina wanavyuoni leo, azungumza Nawawi. وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، kulikuwepo khilafu kidogo baina ya masahaba na wale waliokuja baadhi yao baada yao. ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه، kisha baadaye ikaja ijma' kwa yale tuliyoeleza. Kwa hili swala an-Nawawi ni kama anukuku kuna nini ijma', kuwa maadamu kile kichwa cha dhakar kimeingia ndani ya ule uke shapita, basi tayari imewajibika ghusl kwa mume na kwa mke, hata kama hakukutokea pale inzali. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من فائدة نينكو يا زيادة، الشيخ ابن عثيمين اسمع: وهذا صريح في وجوب الغسل، نهي صريح كوازي كبيسة كتك واجب وكوغا جنابة، وإن لم ينزل، حتى كما هكو تومني. وهذا يخفى على كثير من الناس، نهي لنجامو أنبار لفجيكا kwa wengi katika watu.
فتجد الزوجين يحصل منهما هذا الشيء utapata mke na mume latokea hili jambo baina yao wala yaghtasilani lakini utawapata hawaogi janaba la siyama idha kana saghirain wa lam yataallama hasa wakiwa ni wadogo na hawajasoma jambo hilo وهذا بناء عندهم على عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال na kutoga kwao wamekujengea kuwa kule kuwajibika wao kuoga hakupatikani isipokuwa kwa kutokwa na manii wa hadha khata na jambo hili ni kosa kwa hivyo watakikana watu wajulishwe hili swala ni muhimu sana katika makosa ambayo baadhi ya watu huyafanya faida وهل يشترط لوجوب الغسل بتغييب الحشفة انعدام الحائل ni sharti katika kuwajibika kuoga kwa kuingia ndani kile kichwa cha dhakar ndani ya uke kuwa kusiwe na kizuizi bimaana kukiwa na kizuizi na hata kama kile kichwa kitaingia lakini kuna kizuizi itawajibika kuoga au la nafikiri naeleweka hili swala قولان في الاشتراط وعدمه kuna kauli mbili katika aqwali za wanavyuoni kuweka kuwa ni sharti wengine wakasema sio sharti waqila bitafsil na kuna wengine wakaenda kupambanua zaidi fa in kana alha'il raqiqan bihaythu takmulu bihi alladhatu fayajibu alghusl ikiwa kile kizuizi baina ya yani upande wa mwanamume na mwanamke kile kizuizi ni kipesi sana kiasi cha kuwa hukamilika ile starehe katika hali kama ile itakuwa ni wajibu kuoga tuchukulie kwa mfano wale wanaotumia mpira akatumia mpira akamuingilia mke wake katika hali kama hii itawajibika kwa wote wawili kuoga pamoja na kuwa yani hazishikani zile tupu zao moja kwa moja isipokuwa kuna kizuizi pale lakini pamoja na hayo maadamu ile ladha yapatikana basi itakuwa ni wajibu kwa wao wote wawili kuoga wa illam yakun raqiqan fala yajibu alghusl ama ikiwa si nyepesi ile hail au kile kizuizi sio kipesi basi hapa haitakuwa wajibu kuoga kwa mfano juu ya nguo basi katika hali kama hiyo wasema haitawajibika kuoga qala ibn Uthaymeen rahimahullah wa hadha aqrabu na kauli hii ya tafsil iko karibu zaidi qala hapo kuna makosa yamekosewa hapa wal aula wal ahwatu an yaghtasila na aula zaidi na kwa ihtiyat zaidi ni aoge hata ikiwa ni juu ya kile ambacho ni kizito umeeleweka hapo طيب faida nyingine في كشف القناع قال والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل من وجوب الغسل والبدنة في الحج وتقرر الصداق وجمعها بعضهم فبلغت 400 حكم الله أكبر kile kitendo cha kichwa kuingia katika farji si jambo dogo asema ahkam zinazofungamana kwa ile sehemu ya mbele kuingia ndani ya uke ni sawa sawa na ahkam zinazofungamana na kumuingilia kikamilifu
katika kuwajibika gosho ya janaba. Kadhalika ikiwa ni katika haji na mtu ni muhrim haja tahallul al-kubra, itakuwa kuchinja ngamia kwake ni wajib. Kadhalika katika masala ya mahari itakuwa imekamilika, bali yasema wapo katika wanawavyuoni waliokusanya ahkam zinazofungamana na kile kichwa kuingia ndani ya farji ya mwanamke, ikafikia masala au hukumu 400, hukumu 400 ndani ya hiki kitendo ambacho leo baadhi ya watu waweza kufanya kisha wakawacha kuoga janaba, aona bado haijamwajibikia yeye janaba. Na hapa ieleweke kuwa ni mpaka iingie, wala sio kugusana kwa juu. Kugusana kwa juu haijawajibika bado gosho ya janaba mpaka kile kichwa kiingie. Faida nyingine, khitanu ar-rajul mawdhi'u al-qat'i. Tukisema khitan ni ile sehemu inayokatwa katika mtu anapotahiriwa. Wa khitanu al-mar'a, na sehemu ambayo hutahiriwa mtoto wa kike, mawdhi'u qat'i jildatin minha ka'urfi ad-diki fawqa al-farji, ni ile sehemu inaokatwa kile kigozi ambacho ni kama mfano wa kofia ya jogoo ile iliyoko juu ya uke wake. فإذا غابت الحشفة في الفرج, ikizama ile hashafa ambayo ndio ile sehemu ya mbele ndani ya uke, faqad hadha khitanuhu khitanaha, itakuwa hapo zimegusana na kusimama sehemu moja, sehemu ya kutahiriwa kwa mwanamume na sehemu ya kutahiriwa kwa mwanamke. Kwa hivyo hapo ndio inapowajibika nini? Kuoga janaba. وقال أيضا في شرح العمدة شيخ الإسلام: ولو التزق الختان من غير إيلاج فلا غسل. ikiwa zitagusana tupu hizi mbili ya mume na mke bila ya kuingia ya mume ndani ya mke, basi haija kuwa ni wajibu kwa wao kuoga janaba. wakadhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: idha jawaza al-khitanu al-khitana wajaba al-ghusl. ikiwa sehemu ya kutahiriwa ya mwanamume itapita ile sehemu ya kutahiriwa ya mwanamke, basi hapo ndio itawajibika kwa wao kuoga janaba. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فائدة: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود أن من مسقطات وجوب الختان أن يسلم الرجل كبيرا ويخاف على نفسه. ابن القيم رحمه الله تعالى ametaja katika yale yanayoangusha uwajibu wa kutahiriwa kwa mwanamume ni pale anaposilimu mwanamume akiwa mtu mzima na akajiogopea nafsi yake. wa hadha 'inda al-jumhur, na hii qaul ni kwa wengi katika wanawavyuoni. ونص عليه أحمد وذكر قول الحسن أنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي والفارسي فما فتش أحدا منهم. الإمام أحمد كيتاجنا كتاج قول الحسن البصري kuwa walisilimu katika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم wa Roma, kadhalika wahabashi na wafursi, na walikuwa hawatairi.
wala hakumchungua yoyote katika waliosilimu na kumwambia nenda katahiriwe. وخالف سحنون ابن سعيد الجمهور فلم يسقطه عن الكبير الخائف على نفسه. سحنون أكخليف قول جمهور يكتوانغوشا uwajibu wa kutairiwa hata akiwa yule aliyesilimu ni mkubwa na ajiogopea nafsi yake. Na kwa kweli kauli ya jumhur ina uzito wake katika kutowajibisha kutairiwa kwa mwanamume ambaye amesilimu akiwa ni mkubwa na akajiogopea nafsi yake. Na hili muhimu sana kufahamika. Hii faida nimeitaja. Nakumbuka kuna bwana mmoja aliteuliwa imamu katika msikiti fulani hapa Mombasa. Akaletiwa mtu ataka kusilimu. Alipoletea yule mtu, jambo la kwanza akamuuliza, ushatairiwa wewe? Yule bwana akamwambia la. Akamwambia siwezi kuwa Muislamu, mwanzo nenda katairiwe kisha uje. Sasa mimi siku hiyo nimekwenda kuswali huo msikiti. Mara bwana mmoja akaniona, akanisimamisha, anijua. Akaniambia hivi, mtu amekuja kusilimu ni sharti mwanzo akatairiwe ndio asilimu? Amela si sharti. Kwa nini? Basi yule imam zungumza naye bwana, kuna nini? Asema yule amemregesha mtu, akasema aende akatairiwe kisha ndio aletwe amsilimishe. Na yule mtu yaogopa. Hasi mwanzo msilimishe kisha umweleze taratibu. Akishaupenda ule Uislamu yeye mwenyewe atakwenda kutahiri. Lakini tizama jahili inavyowapelekea watu. Ujinga kitu kibaya sana. Allahu almusta'an. Akamzuia mtu asisilimu kwa sababu hii alihitaji. Ndio akaitwa yule bwana akasilimishwa. Lakini mwanzo ilikuwa hataki kumsilimisha. Alafu jamani, kusilimisha si lazima imamu. Nyi pia maamuma wengine mna taabu. Kusilimisha si lazima mtu awe imamu ndio asilimishe. Wewe pia Muislamu waweza kumtamkisha shahada. Sio lazima umtafutie msikiti mara au wawe uko njiani afe ama atokee na jambo afe ya kusilimu. Si mtihani alafu anze kuuliza sasa huyu tumzikeje? Anake alikuwa iwaje atakuwa Muislamu? Iwaja mweza kufikiria kama masala yatokea. Haya masala yashatokea katika mojawapo wa nchi za huko Afrika ya Magharibi. Na hili swali likaulizwa. Kuna kijana asoma mamlaka, akarudi nyumbani katika hali ya da'wa, akapata mtu akamwambia mimi nataka kusilimu. Akamwambia twende msikitini. Twende msikitini. Wakifika pale wakati wa salatu dhuhri, imamu akamwambia basi subiri wewe hapa, sisi twaswali, kumaliza kuswali tutakusilimisha. Yule bwana maskini akakaa msikitini. Mara wakatokea majambazi wakapigana nje kwa risasi. Risasi ikapita ikampiga akafa akiwa msikitini. Hajatamka shahada. طيب اين ذهب هذا الرجل؟ والله انا ما ادري. الله اعلم. Hii si masala iftiradhi, ni masala ambayo yametokea. Allah ndiye atakayemhukumu. Allah ndiye atakayemhukumu kwa nia yake subhanahu wa ta'ala. Lakini ni hatari mtu akikwambia atakusilimu hapo hapo usimcheleweshe. Huwezi kujua ajali. Waweza kufanya jambo ukajuta maisha yako. Kwa nini umefanya hivyo? Kwa mtu anapokuja kwako wewe atakusilimu, ndio nafasi ile. Usimcheleweshe pale pale. Tamka shahada, mtamkisha ile shahada, tamki. Umweleze maana ile shahada. Basi alhamdulillah ashakuwa Muislamu. Alafu mpeleke msikitini, kama unataka kumpeleka msikitini akafundishwe swala, akafundishwe wudhu. Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.